Ninapokuzaliwa nimetoka Kwale ambapo kuna jamii nyingi sana na jamii ndogo ndogo. Kuna Watwaka, Wapemba, Wamakonde, Wavumi, miongoni mwa wengine wengi ambao bado hawajatajwa. Langu ni kuwasihi tu ya kwamba licha ya kwamba tumetoa katika jamii zilizo ndogo, tusijinyime kufaidi katika miradi mbalimbali ambayo iliyopo ndani ya serikali. Pengine uwakilisha tujafikia pale tunapotaka, lakini niliongea na mwenyekiti jana nikasema kuna umuhimu wa kubadilisha baadhi ya sera kuhakikisha kwamba wale wanaotoka jamii ndogo ndogo wanapewa priority katika masuala ya ajira. Tumejaribu kama serikali ya Kenya Kwanza chini ya uongozi wake Rais William Samoei Ruto kuwahusisha, lakini najua bado idadi ni ndogo sana and we need to do more. Na hiyo nawaahidi leo ya kwamba kwa ushirikiano na mwenyekiti tutalitilia pondo na hakikisha kwamba mnawakilishwa katika kila sehemu za ajira na katika serikali. Katika masuala ya elimu, uzuri wa elimu haiangalii kabila, haiangalii dini, wala haiangalii jamii yako ukubwa wake ni upi. Nawaomba kama kuna dada zangu, kaka zangu walio majumbani, let's take advantage ya miradi ya kielimu iliyopo ndani ya serikali kuu na serikali za county, ikiwemo zile basari za maeneo bunge. Tupeleke watoto wetu shule. Maana tukoelimisha tunawapatia nguvu za kuweza kukabiliana na maskini katika jamii zetu. Katika masuala ya vitambulisho vile vile, kwa muda mrefu imekuwa changamoto. Mwanzo kutoka katika jamii ndogo ilikuwa kupata kitambulisho ni kazi. Ukiambiwa lete birth certificate ya babu, ya nyanya, sijui ulete pesa, na wengi hali zetu za kimaisha ni duni. Rais William Samoei Ruto kidogo majuzi amesema vitambulisho vipeanwe bila ubaguzi, bila ada yoyote. Let's take advantage of that and make sure every child from our communities aliyefika umri wa miaka 18 anaweza kupata stakabadhi ile muhimu. Katika masuala ya afya, naona ndio jambo kutoka shirika la kutetea haki za binadamu. Masuala ya afya ni haki yako ya kimsingi. Vile vile afya haichagui kabila, haichagui dini ama eneo unalotoka. Kama serikali ya Kenya Kwanza tuko na mpango wa SHA, Taifa Care. Na wasihi ndugu zangu, mujiandikishe ili ndugu zangu, mama zangu, dada zangu, rafiki zangu walio kule mashinani, maeneo ambayo yametengwa, waweze kufaidi na huduma hii ya afya kwa wote. Maana tukiwa wagonjwa, pesa hatuna, uwakilishi hatuna, so maskini unazidi. Kwa hivyo naomba ushirikiano. Hii serikali ya Kenya Kwanza ni yetu sote, mulichangia pakubwa kuingiza katika mamlaka. Lisha kwamba tunabagiliwa katika baadhi ya maeneo, msijibague katika kufuatilizia hizi nafasi zilizopo. Jitokezeni, kama ni nafasi za polisi nendeni, za NYS nendeni, za kwenda majuu nendeni, digital hubs nendeni, every opportunity ambayo mnasikia inapeana na serikali kuu. Na wasihi msiangalie udogo wa kabila ama gender ni gani. Let's stand up, turn up and enjoy these small opportunities. Maana hatua ndefu, safari ndefu huanza na hatua moja. Kwa hayo mengi machache na washukuru, na hii isiwe mwanzo ama isiwe mwisho, tuendelee. Tumezungumzia masuala ya dairy. Mimi najua kule Watwaka Kwale wanasuka mikeka mizuri sana na vikapu ambavyo ukiangalia katika market ya kimataifa na shilingi 70,000, lakini miaa inaoza kule. Tana River vile vile. Shanga zetu maeneo ya Garissa, Marsabit, ukiangalia kina mama wanafanya kazi nzuri. Ndio utamaduni wetu huu. Fedha ipo katika sekta ya utalii. Let's take advantage of that. Katika sekta ya kilimo, let's take advantage of that. Katika usafiri, let's take advantage of that. Kwa hayo mengi machache, Mwenyezi Mungu awabariki na tuko pamoja. Shukrani.